Ujambo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa televisheni yetu ya Congo Post News. Tunatumaini kwamba uko salama salamini popote ulipo, ambapo unaendelea kututizama, kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi, na mswali mwingine banasema unajiabone, una commenter, vile vile una partager. Basi katika mahojiano yetu ya leo au katika video yetu hii ya leo, tutaongelea pamoja na moja kati ya makamanda wa wazalendo ambao wanaendelea na harakati za vita kati yao na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Inasemekana kuwa wazalendo kwa sasa wanapata mshahara kutoka kwa serikali. Inasemekana kuwa kila mwezi huwa kunatengwa kiasi cha dola milioni 4 za Kimarekani ili kupatia wazalendo ili wawe napata sabuni. Hiyo ndio tutaongea pamoja na kamanda mmoja wa wazalendo, tujue je, ni kweli wanapata hicho kiasi cha pesa kutoka kwa serikali. Lakini vile vile pia tutagusia swala za safari kutoka Bukavu kwenda Uvira. Inasemekana kuwa wazalendo huwa wanasopa watu, wanachukua vitu kutoka kwa raia ambao wanasafiri, na pia tutamalizia kuhusu tukio hilo. Tunakuomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili upate kujua ukweli, je, ni kweli au ni bongo. Basi tunakaribisha katika video yetu hii ambapo utafahamu mengi. Hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Uvira tumekutana na msemaji wa Jenerali Rene Itongwa, tena katibu wake binafsi, kuzungumzia kuhusu milioni 4 dola za Kimarekani ambazo serikali inatenga kwa ajili ya wazalendo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali imetangaza kwamba kila mwezi wanatoa milioni 4 kwa wazalendo, kuwapa kama vile mutisha, kama vile kiinua mgongo, ili wawe na nguvu na juhudi za kufanya kazi kwenye mashamba ya vita. Na katika mikoa yote ya mashariki ambako kuna kuwepo na misukosuko dhahidi ni mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ila taarifa tulizonazo ni kwamba pesa hizo Kivu Kaskazini hawazinufaiki zaidi, ila ni pesa ambazo zinakuja Kivu Kusini. Je, wazalendo Kivu Kusini wakoje wanaopata hizo pesa milioni 4, zinawasaidia nini? Ndio maana tumemwalika hapa msemaji wa Jenerali Rene kuzungumza naye mawili matatu. Jambo. Jambo ndugu mtangazaji. Kwa majina, mimi naitwa Patrick Biramirwa, niko msemaji wa kijeshi ya wazalendo MPLC bar FPLC, tena katibu wa pekee wa Jenerali Rene Itongwa Luondo Mkandama, mchama cha MPLC bar FPLC. Nashukuru sana kukutana na wewe kwa siku ya leo ndugu mtangazaji. Naona pendeza leo kabisa. Ndio milioni 4 hizo dola za Kimarekani mnazopewa na serikali kila mwezi? Sio hivyo ndugu mtangazaji, kupendeza ni kawaida, sababu tuko nyumbani, tunasaidiwa hata na wengine tu, watu kawaida. Lakini sasa tunataka kutoa huzuni yetu na lalamiko yetu kulingana na hii ujumbe ya serikali ambayo inasema kwamba kila mwisho ya mwezi inatoa dola karibuni milioni 4 kwa kusaidia sisi wazalendo huku mashariki ya DRC. Na sio karibuni, kwa mujibu wa serikali ni dola milioni 4 na machenga kule. Sasa sisi hizo dola milioni 4 hatuzioni. Baada ya kupokea ile mwezi moja zile dola 325 hadi sasa hatujaona tena hata ingine senti moja kutoka kwa serikali kama vile sabuni. Na mbele ya hapo tulikaa miezi mingi sana hatupati chochote. Alafu alipotupatia hiyo tukawa na matumaini ya kwamba inatakwa kila mwezi tuwe tunapata hiyo sabuni, na sisi kulingana na kazi tulijitolea kushika silaha makusudi tutetee nchi yetu ambayo iko kwenye uvamizi wa nchi ya Rwanda. Tunataka kusema kwamba ujumbe wa waziri wa fedha Dudu Mfwamba kusema kwamba hizo pesa wanazitoa ni ujumbe wa uongo, sababu imehalalishwa pia hata na waziri wa ulinzi wa Defense Nationale. Sisi kwetu wazalendo wa huku Kivu Kusini
Mwenga, Fizi, Uvira, Shabunda ni kama vile uongo, sababu huku tunapigana miezi, nimekwambia tangu ile tulipata ile dola 325 hadi hivi hatujawahi ona tena ingine senti moja kutoka kwa serikali. Kwanza tuna njaa, tunapigana huko bila kula, tunaumia, hatuna dawa, yani tunateseka, mvua inatupiga, hatuna hata koti za baridi za mvua hatuna. Sasa ikiwa kweli serikali inatoa hizo pesa, ni wajibu wa serikali ifanye maankete, ijue ni wapi hizi pesa zinakokuliwa. Kama zinakuliwa miongoni mwa wakuu wa moja wa serikali huko Kinshasa, aidha kama ni kungazi ya jimbo, aidha kama ni kungazi ya 33e region militaire, lazima komanda region auliziwe wapi kwenye hizo pesa ziko zinaenda, kwa sababu sisi kama vile wazalendo huko Kivu Kusini hatuzipati. Lakini tangazo ya waziri ilikuwa wazi, naweza kufikiria 33e region tuseme ni bure tu, sababu waziri amesema kwamba ni pesa ambazo zinapewa mikononi mwa wazalendo kupitia kitengo cha radi. Sasa ni hivyo, kama kinaenda kwenye kitengo, kama wanapewa hizo pesa kwenye kitengo cha radi, ni wajibu sasa wa serikali waende waulize radi, sikiliza malalamiko ya wazalendo, pesa zenye tuko tunakupatia kila mwisho wa mwezi ziko zinaenda wapi? Wakikuja hapa huku Kivu Kusini, Uvira, Fizi, Mwenga, watuulize, sisi tutasema wazi hatujaona pesa na hatujapokea hizo pesa. Kama ni wakuu wa radi ndo wanapewa hizo pesa, ina maana ni wao ndo wanazikula, sio sisi, sababu sisi tunahangaika, tunateseka. Mnahangaika vipi na wakati viongozi wenu wamoja kwenye mahotuba walisema kwamba serikali inatulea vizuri, tunapata kila kitu. Kwa leo Tshisekedi anatupatia kila kitu, tunapata sabuni, tunapata chakula, hakuna mzalendo tena wa kuweka bariera, hakuna mzalendo tumuone tena kupora, hakuna mzalendo tumuone tena huku na kule, sababu serikali inatulea vizuri. Nafikiri yale malezi yako ndani ya hiyo 4 milioni, kisha leo mseme kwamba hampati chochote, mnajipinga. Nafikiri sisi wazalendo tuna moyo wa shukurani kwa rais. Kwanza alichokifanya kututoa maguguni na kutuweka tuwe jeshi la akiba la serikali, tupiganishe adui pamoja na jeshi la taifa. Sasa na hilo ni jambo ambalo tunaweza sema anatulea. Kwa kweli tulipoona ile dola 325 tukaanza sema kweli hapa malezi yameanza. Nafikiri ni miongoni mwa hiyo hotuba. Sasa kwa sasa hivi tunaona kama vile mambo yanabadilika tena. Ndio kwa maana sisi tunaomba kwa serikali, ikiwa kweli najua hizi pesa anazitoa, aende kwa kitengo cha rade. Kama ni rade ndo anapewa hizi pesa, aende aulize rade, pesa ambazo ziko zinatoa kwa kulisha wakongomani, wapate sabuni, wapate godio, wapate chochote kile, ziko zinaenda wapi? Maana kule kwenye mafront huko tunateseka sana, wanajeshi wanagonjwa, hakuna dawa, njaa iko nyingi, mvua tunanyeshewa nje, hata bashe hatuna. Kwa hiyo tuko tunapata msaada ile kidogo kidogo kwa wadhamini wa raia, maana uzalendo huko mbalimbali. Kuna mzalendo anashikia silaha na mwingine anashikia silaha. Sasa tunapopewa hilo ndio tunajisaidia, lakini kutoka kwa serikali tangu tupate ile dola 325 hadi sasa, ndugu mtangazaji, hatujapata ingine assistance yote ile kutoka kwa government. Kwa hiyo tunamsihi sana rais wa nchi gisi alivyotukamata na consideration, na ni mzalendo wa kweli tena wa kwanza, afatilie hizi pesa. Ni pesa nyingi sana ambazo zinaweza zikatufalia na sisi tujue ni wapi kwenye ziko zinaenda, lakini kwetu sisi hatuzioni. Kwa kumaliza, ninaomba wenzetu wazalendo tusichoke na tusiachilie, sababu hatukushika silaha kwa sababu ya pesa. Tulishika silaha kwa upendo wa nchi yetu, kuna nchi inavamiwa na hatuna ingine nchi badala ya hii Kongo, hatuna ingine nchi. Kwa hiyo tukazane, tushikamane, tusichoke. Tunaamini kwamba rais wa nchi atachukua mkondo tu na atatukumbuka na kila kitu kitakuwa vizuri. Kwa hiyo hii yote inayofanyika itafika mwisho. Tunakushukuru kwa muda wako. Nakushukuru na mimi ndugu mtangazaji. Asante.
Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunasema tena asante kwa kumaliza hiki sehemu ya kwanza. Basi hii ya kufuatia tutaongelea kuhusu safari ya kutoka Goma, kutoka Bukavu, Uvira Bukavu. Inasemekana kuwa wazalendo huwa wananyang'anya raia vitu vyao muhimu. Basi tunakomba tena ubaki nasi katika sehemu yetu ya pili. Mwite kwanza chef de controle Muvira. Eske ile gari ushawasisha watu wote? Kisha kila mtu ana kitambulisho yake. Wanapita na makarte yote na mizigo yao kisha banaenda. Mko mnawanyanyasa? Abdalla. Wewe mko hapa nilicho yasie wenye tuko wazalendo wote. Tuko tunapenda controle iendelee hapa kwa sababu tuko tunapigana na tujui kenyeko kinaingia. Mimi malalamiko ya raia kwamba mnawanyanyasa, mnawazurumu pesa zao, mnawatrikase sana. Eske ile ni kweli? Hapana. Hapa tunafanya control. Baada ya control, anafanya contribution. Ni abakuse mfuko ya mtu au kutola mzigo ya mtu hapana. Ni ile tu mchango kidogo kidogo wanawaachia masensa madini mil fraju ya kukula ni hivyo. Manake kila mtu vitu vyote weko nao. Hamko mnanyang'anya mtu kitu. Hakuna telefoni anabeba vyake vyote. Tuulize kwanza. Hisi mko mule waliwanyang'anya nini? Eske wakati mnapita kama wanawanyang'anya kitu ndio niko nauliza. Wananyang'anya mtu franga. Sasa shida nini? Manake ni ile controle tu vitambulisho kujua enemiko pale na mwa mko mnatraverser hivi. Okay, merci. Mwa mnatokea Bukavu. Banje washa mgari kuwasopa, kuwanyanyasa nini, washa washusha. Balisha balomba kwa civile. Bana walomba tu ile makontribution ma 2000 3000 gisi ya kuishi. Kuko zingine franga asema na kunyang'anya vyako vyenye uko navyo. Hapana mkwala kuona. Niko nauliza mwe mwenye mko mgari mniambie. Eske wako wanawashusha wanawasopa wanawanyang'anya vyenyu wala hapana? Naona akiwa tuko tunauliza. Mnapenda gisi mtoto wenyu mzalendo yuko hapa juu enemiko pale wala hampendi. Tunafurahi sana. Enemiko karibu. Ndio. Okay. Sasa hivi mshushe kwanza gari yote. Banasopa kila mtu wamjue wenyewe iko navyo, mwenyewe iko na karte ya mpya ni droit. Kuyua gisi mko wanaume banatoka wapi na wanaenda wapi na nini yenyewe iko mgari. Juu ya nini hamko mnapenda ile wakati mnatoka mzone ya enemy. Mzalendo kama iko hapa kazi yake sio makuta. Kazi yake ni kontrole nini kenye mnaleta. Nini kenye kiko mwa hii gari anaisopa anasema hamna kitu. Kisha mnatoka mnafanya nini? Mnaenda haiko ma 200,000, ma 300,000, ma 400,000 babanyang'anye hapana. Nikisani babanyang'anyake. Nani maboko? Hii gari nakuya hivi. Nataka iruhusu iende. Mlisha isoki.